Kwa hiyo sasa, kwa sababu wale wenzetu wanasema Yesu alikuwepo tangu milele yote, na ndio maana anashare katika ule utatu ambao ndio Mungu mmoja. Mtasema kwamba Yesu alizaliwa na Baba, Yesu ni mtoto wa Baba. Mnamaanisha kwamba kuna kipindi Yesu hakuwepo, hajawahi kuwepo, ambapo mnasema Roho Mtakatifu si entity nyingine. Roho Mtakatifu ni Roho wa Baba. Kwa nini anatajwa kwenye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika Biblia? Tunaamini Yesu alizaliwa. Kinachozaliwa ni kwamba kikwe kile ambacho tulitamani tujue kuhusiana na Utatu Mtakatifu na kwa nini unaona ni fundisho ambalo halifai. Tunaye Mwalimu Masawe. Mwalimu Masawe, nitakupa dakika 20 uje utueleze, na wewe ni mmoja wao wa watu wanaopinga fundisho la Utatu Mtakatifu. Tena wewe umekuwa ukipinga fundisho la Utatu Mtakatifu la Roman Katoliki, huku vile vile ukisema fundisho la SDA la Utatu Mtakatifu ndio limekuja sasa kuwa baya zaidi kuliko hata lile la Roman Katoliki, japokuwa yote ukubaliani nayo kwamba hili fundisho ni fundisho ambalo halifai, limekuja kuwapotosha watu wasimwabudu Mungu mmoja. Kwa hiyo karibu sana utufundishe wewe, kwani shida ya utatu ni nini? Sisi tukikubali Utatu Mtakatifu, kwa sababu sisi tunasema Mungu ni mmoja, aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote hao wanashiriki katika yule Mungu mmoja. Karibu sana mwalimu kwa dakika 20. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza nitoe shukrani zangu kwa Mungu ambaye ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na pia kwa mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo. Pia seme kwa mchungaji Mushi, ingawa ni mtu wa nyumbani kwetu kule, nashukuru sana maana wokovu umefika Uchagani. Maana Wachaga tunaabudu miungu kwa miaka mingi. Katika watu ambao ni strong Catholic ama Protestanti hasa Lutheran ni Uchagani. Kwa hiyo kwa kanisa la Rumi na Waprotestanti Lutheran walianza kutia miguu na Wachaga wakafuata hiyo, lakini Mushi katoroka. Bwana asifiwe. Na nafikiri hiyo tutashika naye, sababu na mpango pia wa kuzunguka kule huko na kule Uchagani kuipeleka habari njema ya ufalme. Na pia nimshukuru Mwalimu Ndacha, rafiki yangu Francis Ndasha, ambaye pamoja na mimi na Mushi hapa tulikuwa ni wahanga wa fundisho la utatu. Ila leo tumelikemea, ingawa tumepata upinzani mkali. Kwa hiyo nafikiri wale ambao wanataka upinzani wasichukulie upinzani, na wao wasimame kujibu hoja, wautetee utatu. Kwa nini? Kwa hoja. Ndacha kikabila ni Mkikuyu. Wakikuyu wengi ni makanisa ya Kijumapili. Kwa hiyo walikuwa ni wao wanaabudu nini? Ile miungu. Kwa hiyo anapokuwa anasema kwa uchungu, aseme kwa uchungu kama inavyosema kwamba tunatafuta sadaka. Kama tungekuwa tunatafuta sadaka, tungekuwa wana utatu. Maana utatu una connection kubwa katika yukumene katika makanisa. Kwa hiyo unapokuwa unaupinga utatu, moja kwa moja unajitenga katika jumuiya za Wakristo na unakuwa adui wa Wakristo wengi. Utatu ni kundi dogo sana, ni tone katika ndoo katika Ukristo. Kwa hiyo hii ni nje ya maslahi. Kwa hiyo nafikiri pastor hapa unavyopinga hivi unajiwekea mikwamo mingi sana ya kukua katika uchumi wa kikanisa, lakini Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. Amen. Wenzangu wamejikita sana katika maeneo ya Biblia na wameonyesha jinsi gani Mungu wa pekee ni nani, na mimi nitaenda kujikita katika eneo la historia kuhusiana na utatu na ajenda ambayo iko nje iko ndani ya nini? Fundisho la Utatu Mtakatifu. Hapa tunaamini niweke tu ni declare interest kwamba mimi ni muamini wa Mungu mmoja Mwenyezi aliye Baba, akiwa na mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo na roho yake. Na nimeanza hii movement ya kumpata huyu Mungu mmoja kuanzia ule mwaka 2010. Exactly 2010, ingawa nilipata shock. Unaanzaje kuambia Wakristo wenzako miaka mingi ambao umekaa nao kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba na hakuna utatu? Ni jambo zito kidogo. Lakini nikakaza kidogo mkanda, nikaanza hata kuandika nyaraka kaza wa kaza na vinginevyo. Iliniletea tabu na shida kubwa, mpaka leo nimekuwa nje ya ushirika wa kanisa hilo. Maana katika ushirika wa kanisa ambao nilikuwa nalo awali, lazima uapishwe kwa utatu mchungaji. Kwa nini? Kwa utatu. Hapa tu nikusomea kidogo kiapo ambacho nilikiapa mimi mwanzoni. Huu ni mwongozo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Inasema hivi, ule ukurasa wa 46 unasema kiapo na ahadi ya ubatizo. Kiapo na ahadi ya ubatizo, kiapo cha kwanza. Kuna viapo 13, ila nitasoma kimoja. Je, unaamini kwamba kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Kwa hiyo unanyosha mkono wako unasema ndivyo naamini.
hichi ni kiapo ambacho huwezi kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato bila kuapa katika utatu ndio uingie kwenye ubatizo. Tuko pamoja mpaka hapo eh? Lakini kitu ambacho kunitia mashaka ni kwamba nilivyosoma maandiko hasa kitabu kile cha Matendo sura ya 8 kuanzia ule mstari wa 35 mpaka 37, niliona kabisa mtumishi wa Mungu Filipo akimhubiri injili mtu mmoja anaitwa Mkushi. Na Mkushi akatamani kubatizwa. Sikuona anaapishwa akafundishwa la nini? La utatu. Yeye tu aliambiwa unaamini Kristo ni mwana wa Mungu? Hebu nisome tu andiko. Sio akasema kwamba natoa maneno yangu kichwani. Msomaji, anza ile sura 8 kitabu cha Matendo, anza mstari wa 65. 65. Twende kwa haraka. Filipo akafungua kinywa chake naye akianza kwa andiko lilo hilo akimhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani wakafika mahali penye maji yale. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Naam. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Endelea na andiko. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Asante. Je, msomaji, hapo uliona kuna kiapo? Hapana, hakuna. Kwa hiyo ilibidi aamini lile fundisho la Kristo. Ili uweze kubatizwa lazima uamini Yesu ni Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa nini? Hebu nipe kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 mstari ule wa 24. Nisomee. 8:24. Tunakalaka. Inasemaje? Kwa hiyo naliwaambieni hapo Yesu anawaambia viongozi wa dini ya Kiyahudi, kwa hiyo nawaambia ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Mtakufa katika dhambi zenu kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye. Msiposadiki ya kuwa mimi ndiye. Maana ubatizo ni ondoleo la nini? La dhambi. Msiposadiki kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Sasa kusadiki vipi? Kusadiki vipi? Kitabu kile cha Yohana hiyo 11 sasa. Nisomee mstari wa 27. Hicho ni kitu ambacho wafuasi wa Yesu walipaswa kusadiki ili wabatizwe, na Mungu ndio anakuwa anawataka watu kama hao. Soma andiko. Akamwambia, ndio. Naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiye Kristo. Wewe ndiye nani? Kristo mwana wa Mungu. Yule aliye juu ajaye ulimwenguni. Yule ajaye ulimwenguni. Huyu ni Masa. Anamsadiki Yesu kwamba wewe ndiye nani? Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa Yesu anawaambia Wayahudi, msiposadiki kuwa mimi nini? Ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Je, Wayahudi walisadiki ni ndiye? Soma andiko hili katika Marko 14 mstari wa 61 na 62. Hicho ndio kiapo hicho cha kusadiki Yesu kuwa ndiye mwana wa Mungu, yani Kristo mwana wa Mungu, ndio kilimpeleka Yesu msalabani. Kwa Yesu alisulubiwa kwa sababu yeye amekiri yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Si tu mwana wa Mungu, Kristo mwana wa Mungu. Soma andiko hilo 14 mstari wa 61. 61. Lakini akanyamaza wala hakujibu neno. Kuhani mkuu akamuuliza tena, akamwambia, wewe ndiye Kristo? Wewe ndiye Kristo mwana wake mtukufu? Yesu akasemaje? Yesu akasema, mimi ndiye. Mimi ndiye. Katika 8:24 usisome, tulia hapo hapo. Ile Yohana aliwaambia msiposadiki mimi ndiye mtakufa katika dhambi zenu. Sasa kuhani anamwambia wewe, anamwapisha wewe ndiye Kristo mwana wake mtukufu. Yesu akasemaje? Mimi ndiye. Endelea na andiko. Nanyi mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu akija na mawingu ya mbinguni. Kwani mkuu akararua nguo zake akisema, tuna haja gani tena mashahidi? Mmesikia kufuru yake, mwaonaje ninyi? Wote wakamhukumu kuwa imempasa kuuawa. Imempasa nini? Kuuawa. Kumbe kuna wengine Yesu ikisema kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, wanamhukumu inampasa kufanyaje? Kuuawa. Na wengine wakisema Yesu ni Kristo mwana wa Mungu wanapata uzima wa nini? Wa milele. Tukapoje mpaka hapo, hiyo ndio ilikuwa ni injili ya mitume. Yes. Hiyo ndio ilikuwa ni ugomvi mkubwa ambao ulipindua dunia wakati ule. Hebu endelea na nipe kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura 20 mstari wa 31. Nataka tuangalie imani ambayo inamuingiza Mkristo katika uzima. Imani ambayo inamuingiza kila mtu katika nini? Uzima. Leo Wakristo tunasisitiza mambo ambayo Biblia haijasisitiza. Na yale ambayo Biblia imesisitiza tunaiweka kando, na mtu akiyasisitiza wanatutamkia kwamba tumekufuru. Sasa wenzao ndugu zao wa zamani walikuwa wanaua kabisa. Na hawa wanakoelekea watakuja kufanyaje? Kuua. Na nitawasimulia sheria ya Marekani ya mwaka 1888 mpaka 79. Wakristo waliungana wakapitisha sheria ya utatu. Na sheria ya kifo kwa mtu anayekufuru. Nitawasimulia hapa kidogo. Na hicho ambacho kitu ambacho kinakuja mbeleni, utatu mtakatifu hautaishia tu kuleta vuguvugu hili, utaishia kuua wale wanaopinga. Soma andiko.
Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Kumbe ili upate uzima unaamini Yesu ni nani? Ni Kristo mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Hiyo ndio gospel ambayo inahubiriwa hapo. Sasa huko zamani wengine wakisikia maneno nakasirika. Sasa je, mitume walihubiri vipi katika sinagogi hawa wanaomkataa Kristo? Matendo 9:20. Nisomee. Matendo 9:20. Mara akamhubiri Yesu. Huyo ni mtume Paulo. Mara akafanyaje? Akamhubiri Yesu. Tuanze mstari wa 19. Akala chakula na kupata nguvu. Akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi waliokuwa Dameski. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Mara akamhubiri Yesu katika nini? Masinagogi. Kwamba yeye ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kwamba yeye ni nani? Ni mwana wa Mungu. Sasa ukisoma hicho kisa huko chini, hao jamaa wakamuinda kumuua. Mpaka wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wake wakamshusha kwenye ukuta na kikapu kumuokoa, kusema Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa leo mimi nikisema Yesu ni mwana wa Mungu, kuna Wakristo wenzetu wanapata ghadhabu kubwa sana. Afu wanatuambia tumekana uungu wa nani? Sasa Paulo akihubiri Yesu ni mwana wa Mungu, je, kwa nakana uungu wa Yesu? Na rafiki zangu, je, niwaambie habari njema. Imani kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu ndio imani inayomshinda shetani. Yes. Yaani wewe kama unahubiri injili nyingine, huwezi kumshinda shetani. Shetani anakuweza. Sema tunafanya miujiza, tunafanya nini, Mungu anatutendea? Hapana, hata shetani pia anatenda. Kabisa. Angalia sana. Hebu nipe kitabu kile cha waraka kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari ule wa 4 na mstari wa 5. Angalia vizuri imani ambayo inashinda ni ipi? Inaoshinda ulimwengu. Na kuna katika ulimwengu huu kuna mkuu wa nini? Wa ulimwengu. Nisome andiko hilo. 4:5. Ndio. Mpaka mstari wa 5. Hao ni wa dunia. Soma sura ya 5 mstari ule wa 4 na mstari wa 5. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu ufanyaje? Hushinda ulimwengu. Ndio. Na huku ndiko kushindana kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kumbe ukitaka kuushinda ulimwengu unataka uamini nini? Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na katika ulimwengu huu kuna mkuu wa nini? Wa ulimwengu. Ambao ni Ibilisi. Ile 14:31 kitabu kile cha Yohana tutasoma kwa muda wako kwamba Yesu anasema kwamba yule mkuu wa ulimwengu atakuja kwangu, lakini hana kitu kwangu. Kwa maana shetani ndio mkuu wa nini? Ulimwengu. Sasa ili uweze kumshinda mkuu wa ulimwengu na ulimwengu utakao uamini nini? Yesu ni Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Hiyo ndio injili ambayo ilipindua ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. Hebu nisomee 17:6 kitabu kile cha Matendo. Nataka leo pamoja na mchungaji Mushi tupindue Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kwa imani hii. Soma hilo andiko. 17:6. Nisemaje Matendo? Na walipokosa wakamkokota Yason na baadhi ya ndugu mbele za wakubwa wa mji, wakipiga kelele wakisema, watu hawa waliopindua ulimwengu wamefika huku nako. Tuko pamoja mpaka hapo Waliupindua ulimwengu kwa imani gani? Ni imani kwamba Yesu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Mwana wa Mungu. Ndio ilikuwa ni tanzi kubwa, na hii imani ilizikwa pale Nikea mwaka wa 325. Ndio. AD, yani baada ya Kristo. Ikazikwa kabisa, na wale wote waliosimama na imani hiyo wakapinduliwa. Fikiri Mwalimu Mtacha ameeleza hapa kuhusu wale mataifa matatu yaliyopinduliwa, Ahiruli, Vando na Ostrogoth. Kwa hiyo na ile maktaba zao zikachomwa moto zote. Hapo ndipo wale wote ambao walikuwa wanapinga utatu wakawa hunted. Na mpaka leo Papa Francis katika mera Japan, kardinali wa Japan akasema kwamba akamwambia askofu wa Roma, leo kuna watu kidogo wameanza kuoppose ufundisho la nini? La utatu, wanapaswa kushughulikiwa. Wanapaswa kufanyaje? Kushughulikiwa. Nenda angalia hiyo hotuba ya Pope kule na kardinali wa Japan. Wanapaswa kufanyaje? Kushughulikiwa. Rafiki zangu, kama nyinyi mko hapa mjue kwamba mnajiandaa na injili ya kushughulikiwa. Sasa baada ya kusema hayo, sasa naomba kabla sijaingia katika hoja yangu ya historia ni declare interest moja hapa. Kitabu kile cha Ayubu 23:13, niangalie Mungu wangu naye maabudu. Ayubu 23 mstari wa 13. Nisomee. Twende kwa haraka. 23:13. Inasemaje? Lakini yeye ni mmoja. Ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake ilitakalo ndio ilifanyalo. Asante. Kwa maana Mungu ni mmoja. Na nafsi hii moja. Kwa Mungu ni mmoja na nafsi hii moja. Kuna msemo ambao Ndacha amesema hapa ambao Waislamu wanao kutumia kwamba kumpokesha nani? Mungu. Waislamu huo msemo tauhidi waliutoa kwa
wa Wayahudi ambao inaitwa Shema. Hiyo Shema ulikuwa unaambiwa lazima umfundishe mpaka mtoto wako, na wewe mwenyewe uamkapo uiseme, utembeapo uiseme, ulalapo fanyaje? Uiseme, na uandike katika miimo ya milango yako kama Mungu ni huyu. Hebu nisomee andiko hilo 6:4 kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Na hiyo ni kitu ambalo Wakristo leo tunapaswa kusisitiza, kama Mungu mwenyewe kupitia Nabii Musa anasema kwamba mpaka katika miimo ya milango yetu. Leo katika makanisa yetu, katika majumba yetu tumeweka picha za ajabu ajabu, zile picha za yule Yesu mzungu Yesu mzungu. Sio tunamweka tunamwabudu kama Yesu mzungu. Na picha zingine sio za wapi wapi. Unatakiwa uweke pale Mungu ni huyu mmoja tu aliye Baba. Hiyo ni msisitizo. Soma andiko. Sikiliza Israeli. Sikiliza Israeli. Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wetu. Bwana ndiye mmoja. Bwana ndiye nini? Mmoja. Bwana ndiye nini? Mmoja. Kwa hiyo kusoma huku kuna msisitizo kuwafundisha watoto wako maneno hayo. Na uyaseme uamkapo, lalapo na utembeapo. Bwana ni huyu mmoja. Hiyo ndio doctrine ya Biblia. Hata Mtume Paulo alipokuja ambaye ni Myahudi katika 4:6 anasema kwamba ile Waefeso anasema kwamba kuna Mungu mmoja naye ni Baba. Katika 8:6 ile Wakorintho wa kwanza nasema lakini kwetu sisi yani Wakristo Mungu ni mmoja tu. Aliye Baba. Huo ndio msingi ambao wa kiimani. Sasa swali linakuja katika hoja ambayo nataka niijenge sasa. Fundisho la utatu chimbuko lake ni Katoliki. Yaani ukiwa unaamini utatu wewe unakuwa nani? Mkatoliki. Ingawa hapa pastor alijenga hoja hiyo. Sasa nataka niichimbe kwa vitabu vya kihistoria. Bwana asifiwe. Amen. Sasa hili fundisho Wakatoliki wanakiri, ingawa leo Waprotestanti naona tena imekuaje? Okay. Safi imekaa. Simulizi utanilinda kidogo hapa, naona mashine nataka ilete tabu. Asante, nimekubali. Sasa utatu ni imani kuu ya kanisa Katoliki. Inasema hivi katika kitabu cha Katoliki, inasema The Handbook for Today Catholic page 11. The mystery of the Trinity is a central doctrine of the Catholic faith. Upon it are based all the other teaching of the church. Kwa Kiswahili, siri ya utatu ni fundisho kuu la imani ya Katoliki. Juu yake yamejengwa mafundisho mengine yote ya nini? Ya kanisa. Yaani kama unajenga nyumba kuna ile foundation, si ndio? Kwa ina maana ukiondoa utatu umebomoa kanisa la nini? La Katoliki. Kwa hiyo ni basic. Acha mafundisho mengi hapa tumeona tumejenga hoja kwamba tusizungumzie mengine. Tuzungumzie hili. Sababu Mungu ndio anatufanya tunakuwa kanisani. Bunge la Tanzania ili wafungue bunge wanaanza kwa ya ombi la nani? Kumuomba nani? Mungu. Kwa Mungu ndio ulimwengu, Mungu ndio naweza kusema kwamba ndio kiini cha ulimwengu. Ndio kiini cha imani. Sasa hawa wanasema kwamba fundisho la utatu ndio msingi wa kanisa la nini? Katoliki. Sasa tuendelee kidogo. Sasa watu waangalie hao, tuulize wa Katoliki, je, ili fundisho la utatu mtakatifu ambao wanasema ndio msingi wenu, je, mmelitoa katika Biblia ama mmelitoa wapi? Hilo ni swali ambalo tujiulize. Sasa wao watujibu. Hichi kitabu kinaitwa ni The International Standard Bible Encyclopedia. Kabla sijaenda kwa Katoliki, sawa volume 4. Page inaitwa Trinity, page ya 914 nasema hivi. Utatu ni neno la karne ya pili ambalo halionekani popote katika Biblia. Na maandiko hayaleti maelezo ya utatu. Tuko pamoja Ndio. Sasa tuende kwa Katoliki sasa hapa. No, tuende kwanza kwa Martin Luther kwanza. Mprotestanti mwenzetu, si ndio? Anasema hivi. Hichi kitabu kinaitwa Reproduced in Sermon of Martin Luther. Imeandikwa na John Lenker, ni volume ya 3, page ya 406. Anasema hivi. Ni kweli kabisa kwamba jina utatu halipatikani popote katika maandiko matakatifu, lakini limezaliwa na kuvumbuliwa na mwanadamu. Kuna Warusalani wako wengi na huyu mzee waga sisi wamemuignore. Yaani siku hizi hata asemwi sana. Hawasemi sana. Kwa anakiri kabisa kwamba fundisho la utatu au neno utatu ni uvumbuzi wa nani? Wa mwanadamu. Sasa tuje sasa kwa Katoliki wenyewe. Hichi kitabu nataka kusoma kinaitwa The Upper Corinth Encyclopedia of Catholicism. Hii ni kitu ambacho nimetoa notes katika dokumenti zao. Si watu wanaowasemea, wanasema wao wenyewe. Inasema hivi, hii ni
kipengele kinaitwa God katika hii encyclopedia page ya 564 mpaka 565. Sasa hivi hata hivyo leo Wakatoliki wanasema wasomi kwa ujumla wanakubali kwamba hakuna fundisho la utatu kama hilo katika Agano la Kale au Agano Jipya. Na leo tunajua tena watu wa utatu wataka kujenga msingi, wanaanza Mwanzo 1:26. Mungu akasema, si ndio? Anasema usimuona hapo yuko Baba, Mwana na nani? Na Roho Mtakatifu. Sasa hao wasisi wa utatu ambao wanasema ndio msingi wao, wanasema hilo fundisho halipo katika Agano la Kale wala Agano Jipya. Inawezwa kwenda mbali kuvuka akili na muundo wa mawazo ya Agano Jipya kuzani kwamba karne ya 4 iliyopita au karne ya 13 fundisho la Kikristo laweza kupatikana hapo. Hadi kadhalika Agano Jipya halina fundisho hilo lililo wazi la utatu. Tuendelee mbele. Sasa tuende katika kamusi ya Katoliki hiyo inaitwa Hapacorins. Hiyo. Hii ni kipengele cha Trinity Bible Dictionary ya Hapacorins ya mwaka 1996, nasema hivi: fundisho la utatu kama lilivyotafsiriwa na Baraza Kuu la Kanisa la karne za 4 na 5 halipatikani katika Agano Jipya. Twende mbele tena. Hii inaitwa sasa, huyu inaitwa Assumption of Mary, Life Magazine October. Hili ni gazeti la 30 mwaka 1950 page ya 51. Huyu Mkatoliki anaitwa Graham Greene akiwajibu wa Protestanti ambao wanasema Katoliki wanaabudu sanamu. Wakatoliki wanaabudu Maria. Wakatoliki sijui wanafanya nini na nini, si ndio? Sasa nao wakajibiwa hivyo wa Protestanti. Wapinzani wetu wakati mwingine hudai kwamba hakuna imani inayopaswa kushikiliwa kidogma ambayo haijaelezewa wazi wazi katika maandiko. Lakini makanisa ya Kiprotestanti yenyewe yamekubali dogma kama hizo kama fundisho la utatu ambalo halina mamlaka sahihi katika Injili. Pigo gizani hilo. Unamchallenge na sanamu, yeye anakuambia hilo fundisho la utatu liloshikilia ni letu sisi. Ni dogma, haipo katika Biblia. Nacho wapendea Katoliki ni hichi. Mambo ibada yao sawa, tunaikosoa. Lakini mara nyingi ni wa kweli. Mara nyingi nini? Wakorofi ni wa Pentekosti, wa Sabato, wa Protestanti kwa jumla wao. Yaani wanapigania ile fundisho utafikiri kwamba wao ndio waliasisi. Huku ile fundisho liliasiliwa na Katoliki chini ya usimamizi wa Mfalme Konstantino wa Roma. Ni hatari sana wa watu. Na Protestanti ndio kuja kuleta mateso kwa wapinzani wa utatu. Hiyo imetabiriwa katika maandiko matakatifu. Sasa hilo ni somo lingine. Sasa inasema hivi. Hii ni pia ni encyclopedia nyingine, the Catholic Encyclopedia the Blessed Trinity. Inasema hivi: katika maandiko hakuna hata neno moja la pekee ambalo kwalo nafsi tatu za kiungu zimemaanishwa kwa pamoja. Maana yake nini? Kwamba kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katoliki inasema kwamba hilo andiko ulizofanyaje kulipata. Asante. Sasa ni kazi kwako rafiki yangu. Haya maneno si yangu, na ukitaka nitakutumia. Sisomi mimi vitu vya ajabu. Mimi ni mnunuzi wa vitabu sana. Nyumbani kwangu kumejaa vitabu kuliko mavazi. Sasa katika habari nyingine ningeomba nije katika kitu kimoja ambacho ni cha historia. Kuna mtu mmoja anaitwa Ignatius. Ambaye Wakristo wengi wanaosoma theolojia wanamfahamu. Alikuwa ni mwanafunzi wa Mtume Yohana. Mwanafunzi wa Mtume Yohana. Katika nyaraka za Yohana ana mafungu 4 ambayo yanaongelea mpinga Kristo. Yeye ndio pekee yake ambaye ametumia neno mpinga Kristo ama wapinga Kristo. Sasa wapinga Kristo wakati ule kipindi cha Mtume Yohana kupitia mwanafunzi huyu Ignatius walikuwa ni kina nani? Sasa naomba usikie hii nukuu. Hii nukuu inaitwa Epistle of Ignatius to the Trarians chapter 6-7. Inasema abstain from the poison of the heretics. Maanake kwamba nitasoma, maanake kwamba jizuie na sumu ya nini? Ya wazushi. Naomba nisome kwa makini na utulivu. Kwa hivyo mimi nataka sasa nionyeshe kwamba leo fundisho ambalo lilikuwa linapingwa na hao mitume au wanafunzi wa mitume leo ndo linakubaliana na Katoliki na Wakristo wote. Nasema hivi, lakini si mimi, nje ya upendo wa Yesu Kristo, na wasi ninyi nyote mseme kitu kimoja, na kwamba kusiwe na mafarakano kati yenu, bali muunganishwe kikamilifu katika nia moja na katika hukumu ile ile. Kwa maana kuna wasemaji wasiofaa na wadanganyifu, sio wa Kristo bali ni wasaliti wa Kristo, wanaobeba jina la Kristo. Dakika ngapi? Oho, basi hapa nafikiri kuna za kuli baadaye, kama ziko basi kuaga. Asante.
Sasa basi naomba tuende kwa haraka. Anasema hivi, wanamtambulisha Mungu kama kiumbe asiyejulikana. Wanasema Kristo si mzaliwa. Leo tukisema Yesu ametoka kwa Baba inauma, si ndio? Na kwa habari ya Roho Mtakatifu kuwa yupo, wengine wao wanasema kwamba mwana ni mtu wa kawaida na kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni mtu yule yule tu. Mwana point hiyo? Kimbieni kwa sumu ya nini? Ya wazushi. Kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni mtu yule yule tu. Kwa hiyo anapinga. Sasa imani yake ilikuwa ni hipi? Ignatius anasema hivi, anasema kitu kimoja. Imani yake naona hapa sasa, anasema imani yake, kuhusu imani yake. Kwanza kabla ya kwenda kwenye imani yake, tuende katika fundisho la Katoliki la sasa. Nasema hivi, fumbo la Utatu Mtakatifu zaidi ndio fumbo kuu la imani ya Kikristo na maisha ya Kikristo. Anasema kwamba hivi kuhusu Baba, ndani ya Baba pamoja na Baba na Mwana ni mmoja na Mungu yule yule tu pamoja na Roho Mtakatifu. Hii ni katekisimu. Sasa Ignatius anasema kwamba wapinga Kristo ama wazushi wasaliti na Kristo wanafundisha kwamba Baba na Mwana na Roho ni Mungu yule yule. Sasa uone kwamba hawa leo ambao tunaita sisi wazushi, hawa zamani walikuwa nani? Wazushi ambao wanafundisha Baba na Mwana na Roho ni Mungu yule yule. Kumbuka huyu ni mwandishi wa karne ya kwanza, kipindi cha Mtume Yohana. Kwa maana leo sisi hapa ndio tumekuja kuukomboa Ukristo. Tunarudi katika mafundisho ya manabii na mitume. Sasa hao ambao wako wengi ambao wanajiita kwamba wao wanafundishwa na mitume, hawa ndio wazushi. Kwetu sione la kuambia hawa ni heretiki. Ingawa sisi tunataka heretiki, lakini wao ndio nani? Ndio heretiki. Sababu wanafundisha Baba na Mwana na Roho ni Mungu yule yule. Nilikuwa na hoja sababu ya hii kitu hapa, nataka nipige mambo ya ikumene. Kwa sababu muda wangu umeniishia, wacha niishie hapa. Nimkaribishe mwenyekiti. Sawa kabisa Mwalimu Masawe, na kushukuru, lakini nataka nikuulize vile vile na wewe maswali. Kwa hiyo sasa, kwa sababu wale wenzetu wanasema Yesu alikuwepo tangu milele yote na ndio maana anashare katika ule utatu ambao ndio Mungu mmoja. Sasa kama ndio hivyo, nyinyi hapo mtasema kwamba Yesu alizaliwa na Baba, Yesu ni mtoto wa Baba. Mnamaanisha kwamba kuna kipindi Yesu hakuwepo, hajawahi kuwepo? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili nataka nirudie pale ambapo mnasema Roho Mtakatifu si entity nyingine. Roho Mtakatifu ni Roho wa Baba. Najiuliza kwa nini anatajwa kwenye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika Biblia? Katika maandiko yote ambayo mmewahi kuona Biblia wanawataja, yani wanawataja wakiwa wote watatu. Kwa nini anatajwa huyu Roho Mtakatifu wakati Roho mnasema kwamba ni yule Roho wa Baba? Karibu sana kwa ajili ya hilo. Asante mwenyekiti simulizi kwa maswali mawili. Asante, nashukuru. Haya. Sasa labda tunijibu semaje huko? Tunaamini Yesu alizaliwa. Kinachozaliwa ni kwamba akikuwepo. Ila kimetokana na nani? Na mwingine. Hebu nipe kitabu kile cha Misali 8 mstari wa 22. Misali 8:22. Alafu juu kuna nani na Biblia ya Kiingereza hapa? Ipo kwenye simu fungua King James Version 8:22 hiyo. Soma andiko. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Yesu anasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Kabla matendo yake ya kale. Nilitukuka tokea milele tangu awali. Kabla hajakuwako dunia. Wakati visipokuwapo vilindi nalizaliwa. Wakati zisipokuwako chemchem zilizojaa maji. Kabla milima haijawekwa miimara. Kabla vilima nalizaliwa. Asante. Kwa maana katika maandiko hayo Yesu anasema kwamba alifanyaje? Alizaliwa. Sasa kwenye neno la English la King James Version imetumia neno brought forth. Usisome tu sababu ni mchache. Brought forth. Sasa nenda kaingia kwenye dictionary yoyote neno brought forth. Utakuta tambuzi anapokuwa anazaa inaitwa brought forth. Kwa maana ni kitu hata kusema kitabu cha Mwanzo, kasome kwa King James Version. Wakati Mungu anasema nchi izae majani. Imetukua neno brought forth kwamba majani yametoka wapi? Chini. Si majani hayakuwepo. Sasa katika jibu ambalo limeulizwa na msimamizi ni kwamba ni kweli kuna wakati huko milele ambao sisi hatuijui. Kwa mujibu wa maandiko yetu tuliyosoma, Yesu alifanyaje? Yani alitoka kwa kwa lugha nyingine ambayo anatumia Mushi hapa. Alitoka kwa nani? Kwa Baba. Ndani ya Baba. Kama vile Hawa alivyotoka ndani ya nani? Ya Adam. Sasa material ya Adam na material ya Hawa ni material haya moja. Sababu Hawa wameumbwa na mfupa na nyama ya Adam, si ndio? Kwa maana ule umri wa maisha wa nyama na mfupa wa Adam ni huu, ndio umri mmoja na Hawa. Lakini kwa habari ya nafsi ya Hawa ina mwanzo. Kwa hiyo nafsi ya Yesu
lakini asili yake haina nini? Haina mwanzo, maana asili yake ni Mungu Baba. Tuko pamoja paka hapo Sasa hapo ndipo wengine wanajikwaa katika hoja hiyo. Nafikiri itakuwa nimejibu swali lako. Sasa swali la pili, umesema kuhusu Roho Mtakatifu. Sisi tunafundisha, hebu nipe andiko hili tuseme kwa maandiko, ni kitabu kile cha Isaya sura 42 mstari wa kwanza. Inasemaje? Moja. Mstari wa kwanza nasemaje? Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Asante. Kuna maana hapo kwanza andiko tamu sana, inasema kwamba mtumishi wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Maana Mungu ana nafsi yake. Lakini pia ana roho yake ambayo anampa mwanawe. Anampa nani? Mwanawe. Sasa katika swali la simulizi lazima tutambue roho hii ni roho ya Mungu au si roho ya nani? Ya Mungu. Maana kuna roho ziko nyingi duniani. Hebu nipe maandiko haya, kitabu kile cha waraka kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Utaona bayana kwamba lazima tusitambue nini? Roho. Sasa usipozitambua roho, utashindwa kujua hii ni roho ya Mungu na hii ni roho ya nani? Ya ibilisi ama roho za mapepo. Nisomee andiko hilo. 4:1. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Maliza. Katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikiriwa kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Asante. Kuna maana kuna roho nyingi na kuna roho ya nani? Ya Mungu. Sasa tunapokuwa tunatajiwa kwamba Baba, Mwana na Roho, haimaanishi kwamba roho ni Mungu mwingine. Unatajiwa ili ujue kwamba Mungu ana roho yake. Na katika hiyo roho yake ndio alimpa nani? Kristo. Na inapokuja ile roho inapokuja kwa Kristo na pia inapotuweka kwetu sisi haitanena kinyume cha Kristo. Tuko pamoja mpaka hapo? Hiyo ndio mtazamo ambao lazima uikiri roho ya nani? Ya Mungu, uwepo wa roho ya Mungu. Na unaitambua katika Kristo. Ndio maana imewekwa hivi, ni roho ya Mungu na roho ya nani? Roho ya Kristo. Kwa si kwamba sasa tunapokiri kwamba katika kama wenzetu wanaposema roho wa Mungu, wao wanaweka kitu kingine cha nyongeza kwamba ni Mungu Roho Mtakatifu. Lakini Biblia imeishia hapa, ni roho ya Mungu, Roho Mtakatifu. Si nimeishia hapo? Sasa hiyo neno Mungu Roho ndio inaletwa kitu kingine cha kuunda Mungu wa tatu, ambayo inaleta confusion katika ulimwengu wote wa Kikristo. Asante. Kama dakika zangu zibaki niendelee. Tatu. Sasa katika pointi nataka nimalizie, kuna kitu hapa ambacho ni cha msingi. Nataka hapa niongee na Wasabato. Wasabato ni Wakatoliki, ingawa ni champion sana kupinga nini? Wakatoliki. Kwa nini Wakatoliki? Mwaka 2020 Wasabato walisaini contract kubwa sana na Yukumene. Nasema hivi, ilikuwa ni mkutano wa Adventista Sabato, Roman Catholic, Evangelical, walitia saini mkataba wa kiukumene, it was the economical charter, kwamba unaothibitisha kwamba imani katika kanisa moja takatifu la mitume Katoliki. Imani yao ni hii. Wanasema hivi, na kwa ni mchungaji ambaye aliongoza hii mission, ni mchungaji wetu San Paulo, anaitwa Barona. Anaitwa, nitamsema jina lake baadaye hapa. Inasema hivi, nataka niangalie imani ya kiukumene. Inasema hivi, mkataba wa kwanza ulikuwa hivi. Mkataba wa kiukumene unatangaza kwamba kanisa ni moja takatifu Katoliki la mitume. Kwa kazi hiyo, kazi ya kiukumene isiyoepuka yatia ndani kufanya umoja huu uonekane. Kwa hiyo wakatia kwamba umoja wote wa Evangeliko, Pentekoste, wa Sabato wote wataitwa katika kuwa kanisa moja la nini? La mitume. Sasa ukisikia imani Katoliki ni ipi? Hebu hapa, soma hapa. Soma ukurasa wa 490. Imani ya Katoliki ni ipi ambao walitia sign katika wakati huo? Nenda 490 hapo. Nenda kalaka, muda wangu ni mchache. 490. Hii hapo, nenda mbele hapo. Soma hapo. Kipengele cha kwanza. Kila atakaye kuokoka zaidi ya yote imemlazimu kushika imani Katoliko. Ndio. Ambayo asipohifadhi kamili na bila kuiharibu, bila shaka atapotea milele. Na imani Katoliko ndio hii. Tuamwabudu Mungu mmoja katika utatu. Ndio. Na utatu katika umoja. Tusichanganye nafsi
wala kuugawanya uungu. Asante. Kwa maana katika imani Katoliki ili uweze kuokoka ni kumwamini Mungu mmoja katika nafsi ngapi? Tatu. Kwa hiyo mwaka 2020 wakasaini mkataba na Wakristo wote kwamba wote ni kanisa moja Katoliki. Kwa hiyo mtu yote ambaye anaamini fundisho la utatu ni nani? Katoliki. Ni Mkatoliki. Maana msingi mkubwa wa imani Katoliki ni utatu. Kwa leo kanisa kama leo tunafundisha kwamba kanisa la Rumi ni Babeli, si ndio? Na lina mabinti zake. Kwamba ni mama nini? Wa makahaba na machukizo ya nini? Ya nchi. Sasa ina maana watoto wake wote wanarudi kwa nani? Kwa mama yao. Kwa hiyo Waadventista wa Sabato ni binti Babeli. Binti Babeli. Anakunywa mvinyo ule ule. Mfano 2016 huyu kiongozi wa Sabato alikuwa ni katibu wa katibu wa Sabato akutana na Papa Francis. Akasema maneno haya. Maneno ya kutisha sana, akasema hivi. Anasema kwamba hapa naomba nisome. We belong to the family of Christians who confess the Trinitarian God. Huyu ni Geneo Diop, the elect of public affair and the religious rebate for the worldwide Seventh-day Adventist Church. Maana yake ni kwamba sisi ni familia wa Kristo wanaokiri Mungu wa utatu. Mungu wa nini? Wa utatu. Kwa maana ili uweze kuwa Mkristo kwa leo lazima ukiri Mungu wa nini? Wa utatu. Kwa maana makanisa yote haya ambayo yanaamini utatu ni familia hii moja. Kwa sababu ili na hiyo familia moja ambayo sasa ukiipima kimaandiko utakuta Mungu anayemwabudu ni Mungu wa Roma. Sasa hapa hapo ndio maana hichi kitabu cha Ikumene hichi hapa. Pastor ndio uwe nacho. Hichi ndio Laudato Si. Huu ni waraka wa Baba Mtakatifu Francisco juu ya hifadhi ya mazingira yetu. Hichi kitabu kilitolewa mwaka 2015 katika mkutano wa Umoja wa Mataifa wa COP21. Obama alipewa, Ban Ki-moon akalipewa, kinashughulika na masuala ya kutoa hewa chafu duniani, hewa ya ukaa. Wewe ukisikia masuala ya kupanda miti, kuzuia mikaa, kuzuia matumizi ya gesi yote yanatoka wapi? Humu. Sasa ndani ya hichi kitabu utaona mwishoni hapa katika ukurasa wa 294 inasema kwamba Utatu Mtakatifu ndio ulichaguliwa kuwa baba au Mungu wa mazingira ya dunia. Kwa hiyo wewe ukiupinga utatu leo, unapinga kitu ambacho Umoja wa Mataifa unakifanyaje? Umekisaini, umekikubali. Tuko pamoja mpaka hapo? Na humo ndani kuna sheria moja ya pumziko dunia nzima. Hapa kesho kutwa pastor tutaje kuona dunia nzima tutapumzika siku ya juma ngapi? Jumapili. Hiyo nimekuibia kidogo, ikisuna kidogo. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa hiyo ndio msingi ambao tunapopinga utatu, tunapinga fundisho ambalo leo limekubalika na ulimwengu. Konstantino wa wakati huu ambao ni serikali za dunia. Na Konstantino alikuwa ni Mrumi ambao alikuwa ni mpagani. Mpagani hawezi kukubali Mungu wa Biblia. Kwa hiyo leo tunataka turudishe watu katika Mungu wa kweli wa nini? Wa Biblia. Na Rumi imekiri kabisa fundisho la utatu si fundisho la Biblia bali ni fundisho la nini? La kipagani. Kwa mtu yote ambaye anashika utatu anakuwa connected na upagani. Na ukishakuwa connected na upagani, wewe haumstahili Kristo wala haumstahili Mungu mwenyewe. Maandiko yanasema na uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. 17:3 kitabu cha Yohana Mtakatifu. Asante. Asante sana kwa muda wote ambao tumekuwa wote kwa dakika hizi na kwa somo ambalo lilikuwepo ni kuhusiana na Utatu Mtakatifu, jinsi ambavyo hili fundisho halitakiwi kuaminiwa na Wakristo. Kwa hiyo nawashukuru ni walimu wote na kwa sasa niwape nafasi ya kuaga. Mwalimu Ndacha kule Mwalimu Ndacha hapo atakuja hapa kuaga, alafu atakuja Mwalimu Mushi atatuaga kutoka kwenye hili somo ambalo tayari tulikuwa tunafanya, alafu Mwalimu Masawe utakuwa wa mwisho, utakuwa unatoa summary ya kile ambacho tumekifanya kwa dakika 5 mtakuja mnaongea hapa, lakini mnaweza mkaongea na mengine hasa mipango hii ya midaharo na namna hizi discussion zinavyofanyika na umuhimu wake katika kujifunza kama Wakristo. Kwa hiyo moja kwa moja nikukaribisha Mwalimu Ndacha kwa dakika 5 hapa, utakuja kwa ajili ya kuongea kama summary kuhusiana na hii discussion ambayo imefanyika hapa. Kwa hiyo walimu wangu karibuni sana, na hasa mnapoongea mnapoaga muage watazamaji wetu, lakini kwa staa na kwa heshima, kwa sababu hawa ndio hasa ambao wanafanya nyinyi mnasimama na kutaka kuwafundisha kwa ajili ya kuokoa roho zao. Kwa hiyo karibuni sana kwa dakika 5 na 5. Bwana mwenyekiti, hawa watu ambao wanatusikiliza, kwanza kitu ya kwanza tunawapenda sana. Tunawapenda na kuwajali, na ndio maana wakati mwingine tunajitoa muhanga.
Si eti ya kwamba tunafanya kazi hii kwa hali ambayo ni ya kusherehekea. Ni hali ambayo tumejitolea kabisa tuhakikishe ya kwamba tumeusimamia ukweli ambao unaweza kuwasaidia. Mimi kwanza niweze kupongeza wale ambao wameweza kutupokea hapa na wametualika, na isiwe ni ya kwamba leo ndio siku ya mwisho. Iwe hapa wakati ambapo tunapokuja Tanzania, ninapokuja Tanzania, niwe pia ninakuja hapa kwa sababu ya kuweza kusoma mambo mengine mengi. Hayo mambo mengine tumesema tutayajadili baadaye, na tutayajadili kwa njia ya kutaka kuweza kunoana, kwa sababu hili ni jambo la maana sana ambalo limetuunganisha hapa. Kuunganishwa na Mungu ni jambo la maana sana. Tumebaki kuwa watoto wake. Tunamuita sisi huyu ni baba yetu kwa sababu tumemjua na tumemfahamu. Basi niseme ya kwamba wale ambao mnaosikiliza hoja zetu, msije mkakasirika. Unahitajika muende mfanye utafiti, mkiona kama mambo yako hivyo muamue kufuata. Wachana na mchungaji, kwa sababu uzima wa milele ni wako. Na kama kuna kitu ambaye unafaa kujua ni kwamba neno la Mungu halidanganyi, lakini mwanadamu mwingine yoyote anaweza akadanganya. Kwa hivyo tuwe wenye kufuata neno la Mungu na sio kufuata mifumo ya kidini. Mifumo ya kidini mingi ni ile ambayo inatupoteza watu. Na pia tuondoe ushabiki. Ushabiki wa dini tuondoe, tutafute haki tufuate, na tujitenge na batili. Jifunze kujifundisha kwa mtu yoyote yule. Mtu yoyote yule ambaye anasema ukweli, kubali. Si kwa sababu huyo mtu si wa dini yako au si wa kanisa lako. Akisema ukweli wewe unakataa. Historia ambayo iko kwenye Biblia, tunawaona wale waliohubiri na wakarudisha watu katika ibada ya Mungu wa kweli, wengi walimalizia kuuawa. Mitume waliuawa, manabii waliuawa, na watu ambao walikuwa na machungu ambaye hawakuweza kustahimili ukweli ambaye Mungu alikuwa ameweka ndani ya hawa watumishi. Stefano wakati alipohubiria Wayahudi na kuwaeleza makosa ya ibada yao, walimalizia kuugana na kumupiga mawe. Walimpiga mawe Stefano kwa sababu zile hoja alikuwa nazo hawangeweza kuzijibu. Naye wale watu ambao mnatufuatilia, msije mkaiga huo mkodo wa Wayahudi ambayo walikuwa wanainukia watu wa Mungu na kuwapiga. Naye Mungu huwa anatetea watu wake na anawasimamia. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asanteni kwa kutusikiliza na muwe na wakati mwema. Mwenyekiti kwako. Ninashukuru. Basi nitumie pia nafasi hii kutambua na kushukuru sana uwepo wa Mwalimu Ndacha hapa. Labda pengine sikutegemea kwamba leo tutakuwa na haya yote ambayo tumekuwa nayo hapa. Tumepata elimu kubwa sana kwa kiwango ambacho kwa kweli imetufanya tupige hatua nyingine mbele. Nishukuru Mungu sana kwa ajili ya wageni ambao mmefika hapa, na kwa sababu ya ushirika mkamilifu wa imani, naamini ya kwamba tutakutana mara nyingi, na si hapa tu, hata katika maeneo mengine kwa ajili ya kazi hii ya Injili. Jambo ambalo ningetaka niliseme katika Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 13 mstari wa 10, sura ya 3 mstari wa 16. Katika hili tumefahamu pendo. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Ndacha alikuwa anazungumza hapa na Mwalimu Masawe amezungumza hapa kwamba
jambo tunalolifanya linapelekea hatari ya maisha yetu, na nadhani kwamba kama Ndacha alivyokuwa anazungumza, na mimi pia ndivyo nilivyo. Nimeshafanya hesabu ya maisha yangu, kwa hiyo ninafanya jambo ambalo najua matokeo yake, na kwa neema ya Mungu niko tayari kuyakabili matokeo ya kufundisha na kuhubiri ukweli katika ulimwengu mzima. Sintauonea huruma uhai wangu wala kujaribu kujiepusha na kifo kwa kuikwepa kweli, lakini nitaifundisha kweli na kuihubiri kweli hata kama itanigharimu. Huwa nafundisha na kuhubiri kanisani ya kwamba kama umeokoka na hauko tayari kuifia Injili, haujaokoka bado. Hayo ndio mafundisho yangu. Kama umeokoka na hauko tayari kufa kwa ajili ya imani yako, wewe bado haujaokoka. Kwa hiyo hatutarudishwa nyuma, tutaendelea mbele, na ni neema ya Mungu ya kwamba tunaamini tumevuka kutoka katika mauti na kuingia katika uzima. Kwa hiyo kuondoka kwetu katika mwili kwetu litakuwa ni jambo la kawaida tu, maana tunayo maisha baada ya haya. Kwa kusema hayo, wale wote watakaosikia, ninatamani tujue, Wakristo na wengine wote wenye mamlaka, tufahamu ya kwamba sio mawazo sahihi kufikiri kwamba tunamiliki ukweli wote, na ya kwamba watu wote ulimwenguni watahubiri na kufundisha chini ya amri yetu. Tuwe tayari kuwasikiliza watu wengine kwa uhuru wao, maana Yesu si anayemilikiwa na mtu. Yesu si anayemilikiwa na mtu. Hakuna taasisi yoyote au mtu fulani ambaye ndiye anayemiliki Yesu au mafundisho yake. Tupinge kwa hoja, tueleze watu, waeleze madhara ya kile tunachokifundisha, wapingane na wapinge kwa hoja, lakini si katika hali ya nia na madhumuni ya kuua watu na kuangamiza watu. Kufanya hivyo ni kufanya kazi ya shetani. Kama utataka kuniua eti kwa sababu ya kutetea imani yako, unafanya kazi ya shetani. Hiyo kazi ni kazi ya shetani. Kama uko tayari kugeuka na kusikiliza, ni muhimu ukafahamu ya kwamba wewe si mmiliki wa dunia na nafsi za watu. Watu duniani wako huru na wanapaswa kujifunza kile ambacho wanaona watajifunza, na ni haki yao kufanya hivyo. Kwa hiyo kama ni jambo ambalo halitakupendeza, kama na sisi ambavyo hatutukani mtu lakini tunafundisha, inakupasa na wewe ufanye hivyo. Usitukane watu, wafundishe, na sisi tunafanya hivyo, tunafundisha. Kwa hiyo kama utalielewa hilo, na kama uko tayari kuungana nasi, tuungane pamoja, tuendelee kuhubiri Injili hii ambayo italeta wokovu na usalama katika maisha yetu. Mungu awabariki. Niwatakie amani ya Kristo mnaposikiliza haya. Mungu wa Biblia afungue fahamu zenu, naposoma maandiko mweze kuelewa ukweli utakayeleta wokovu katika maisha yenu. Mungu awabariki sana. Nashukuru pia katika neema hii kwa Mwalimu Ndacha aliyetoka pamoja na Askofu Mushi kwa kushiriki pamoja nami katika kupeleka huduma hii mbele ya kumtangaza Mungu wa pekee na wa kweli. Msomaji, hebu naomba nipe tu andiko moja hapo, kitabu kile cha Matendo 20 mstari wa 24, ambayo itakuwa ndio usemi wangu wa kuagana na hawa ndugu zangu. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kushuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Kushuhudia habari njema za neema ya Mungu. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ambayo mtume aliiweka, kuhesabu maisha yake kuwa kitu, bali kushuhudia neema ya Mungu ama Injili ya Kristo. Kwa hiyo wale wote ambao wanafuatilia katika vipindi vyetu katika channel zetu mbalimbali, ikiwemo hizi ambazo tumerushia vipindi vyetu na vile na kadhalika,
ni kuwasihi tu katika jina la Yesu, haya mambo mchukue nafasi ya kujifunza wenyewe. Ni kweli tumelisi mienendo ya baba zetu katika imani na dini, lakini huu ni wakati ambao binafsi unapaswa kuchukua fursa ya kujisomea mwenyewe na kwa kuomba. Na zaidi ya yote usichukulie kwamba tunafanya uadui ama kupambana na watu wote ambao wanaamini fundisho la utatu ama vinginevyo. Maana kuna wengine pia kwenye comment wakigafirika sana kwamba inaonyesha kwamba tumeingia kupambana kama wasisi wa Kristo na kuacha Waislamu. Yaani kwamba tuungane pamoja na Wakristo ungane, tusiongee mambo mabaya wa Kristo, tufiche, tupambane tu na Waislamu. Kwangu mimi binafsi sikubaliana na hicho. Mimi nasimama katikati kama mtumishi wa Bwana. Lile tu ambalo Bwana atanipa kulisema nitalisema. Hebu tu niongeze ile fungu tu, ile kitabu kile cha Hesabu, ile sura ya 22 na ule mstari wa 18. Hebu nisomee hilo ambayo itakuwa ndo msimamo ambao ndauweka hapa, afu tutafunga kipindi hiki kwa maombi. Hesabu 22 na ule mstari wa 18. Kwa hiyo Mkristo wenzangu, usisikie haya. Ile kitabu kile cha Warumi 1:16 nasema kwamba usionee haya nini? Injili, imani, uweza wa Mungu. Kwa hiyo usione haya kusema yale ambayo yanapaswa kusemwa hata kwa adhara. Na Yesu anasema kwamba lile ambalo utakuwa umelificha chini ya pazia litahubiriwa juu ya nini? Ya dari. Hakuna kitu ambacho kimefichwa kitastirika. Nisome andiko. Balaamu akajibu akawaambia watumishi wa Balaki, kama Balaki angenipa nyumba yake imejaa fedha na dhahabu, siwezi kupita mpaka wa eneo la Bwana Mungu wangu, kulipunguza au kuliongeza. Kwa hiyo Balaamu alisema kwamba hawezi kupita mpaka wa eneo la nani? La Bwana, kulipunguza ama kuliongeza. Mstari wa 38 hapo 38. Hapo nini ambacho Balaamu alipaswa kukisema? Ni kitu gani? Balaamu akamwambia Balaki, tazama nimekujia, je, mimi sasa nina uwezo wowote kusema neno lolote? Neno lile Mungu atakaolitia kinywani mwangu ndio nitakaolisema. Kwa nile neno ambalo Mungu atalitia katika kinywa changu ndio utafanyaje? Nitalisema. Sasa Mungu ashatupa neno lake na limeshakamilishwa, tusiliongeze ama kulipunguza. Kwa hiyo mimi msingi wangu na msimamo wangu ni Biblia. Hata hapa wenzangu askofu pamoja na Mwalimu Ndacha tumejenga mambo yetu yote kibiblia. Kwa hiyo Mungu awabariki na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi nyote. Asante. Amen.